Sasa watu wengi wanapiga kelele hapa na pale, oh, Raila ameenda kwa Ruto, ametuacha. Mimi sijaenda kwa Ruto. Ruto amekuja kwangu. Mimi nimesema mimi nibaki, msimamo yangu haijabadilika. Kitu muhimu zaidi mpaka zaliwe mpaka sasa, mimi nakuwa napigania haki ya Wakenya yote. Uliona mwaka ile ingine sisi tulitoka yote, tulikuwa kwa barabara tukipigania Wakenya, kusema gharama ya maisha imepanda, tukasema fungulieni sava, tukasema mambo ya ufisadi imezidi, sasa mambo ya ukabila imezidi. Tulisema haya yote mpaka baadaye tukaunda jopo kazi kinaitwa NADCO, wakaandika ripoti. Jamaa walikuwa na sheta, baadaye mwaka jana vijana wakajitokeza, Gen Z wakaingia kwa barabara, wakapiga chafua sana tena, wakapiga na hao watu, wakatuma mapolisi kwenda kupiga watoto na kuua watoto, wengi waliuawa. Hayo yote yakawa pale, wakaleta watu jeshi, wakatetemeka. Baadaye sasa wakalazimisha kuvunja serikali na kusema watashauriana kuunda serikali mpya. Lakini sisi tumesema maneno ambayo ziko swala nyeti zimebaki pale pale mpaka litatuliwe. Lakini haviwezi kutatuliwa kama watu hawajakuja pamoja kuongea, kuangalia vile mambo yatakuwa. Ndio sababu hao jamaa wakikuwa wameshikwa na baridi na wamekuja upande yetu, mimi nikasema tufanye mambo marekebisho haya yote. Mnaona yale tumeandika maneno 10 yote ni yale tumekuwa tunadai, na wakasema watatimiza. Sasa tumesema tunapatia hao fursa ya kufanya hayo ili yarekebishwe. Uchaguzi itakuja mwaka 2027, hapo wananchi wataamua wenyewe. Lakini kutoka hapa mpaka pale hatutaki wananchi wetu wazidi kuumia. Mambo matibabu iko na shida, hii mambo ya SHA haifanyi kazi mpaka irekebishwe. Si ndio irekebishwe, sivyo? Hii mambo ya ushuru ambayo wananchi wanatozwa ni juu sana, hata hii juma nyumba hizi mpaka irekebishwe, sio? Hawezi kurekebisha kama unakaa kando, mpaka uingie Tale uambie fanya hii na hii na hii, na weka watu yako hapa hapa.